Je, umewahi kujutia dhambi fulani katika maisha yako ambayo uliifanya siku zilizopita na mpaka sasa unajiuliza, je, nimesamehewa kweli au sijasamehewa? Au kwa upande mwingine, je, kumefikia siku fulani umejitambua ya kwamba umemfanyizia mtu fulani dhambi na kwamba kitu kia muhimu unatakiwa kuenda mahali alipo na kumwomba msamaha, lakini wakati uko njiani ukielekea kule mahali alipo ili kwamba muombe msamaha, unasikia ndani ya moyo wako kitu kingine kikwambia, hata kile ulichokifanya sio kwamba ulifanya dhambi, na kama hata ulikuwa umemkwaza alikuwa anastahili kutendewa jinsi umemtendea. Kwa hivyo rudi, ama ukimwomba msamaha utakuwa umejidhalilisha ama atakuonea. Je, imewahi kufikia? Mpenda mtazamaji na msikilizaji, nafurahia somo la leo kwa sababu ni somo endelevu kwa lile la juma iliyopita. Juma iliyopita tulijifunza kuhusu dhambi, injili na sheria. Tukaona kwamba dhambi ni uasi wa sheria na sheria ni nakala ya tabia ya Mungu, ni kama kioo ambayo inatuonyesha uhalisia, inatuonyesha jinsi tulivyo hakika. Inakuonyesha kile ambacho umekifanya ni dhambi na unatakiwa kuenda kwa Mwokozi. Kwa hivi kama kioo, sheria haiwezi kutuokoa, ila inatuongoza kwa yule ambaye anaweza kutuokoa. Hivi basi, tukijua kwamba dhambi inatuathiri sisi wenyewe na kuvunja uhusiano wetu na Mungu hata na wale wanaotuzunguka, tunabaki katika giza. Kila mara tunapotembea katika dhambi tunakuwa kama watu ambao wako kwenye giza, na mtu akiwa kwenye giza basi kupata hata njia iliyo sawa si rahisi kwake. Somo la leo linakuja kutolea jibu. Lazungumzia kuhusu toba na msamaha. Utapataje msamaha namna gani? Toba maana yake nini? Kaa vizuri tunapojiandaa kubarikiwa na somo hili nzuri kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Rafiki mpendwa, fungu la ukariri ni kwenye kile kitabu kia Yohana ya kwanza sura kwanza mstari wa 9. Ni mojawapo wa mafungu ambayo ninayapenda kabisa. Inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha kwa udhalimu wetu wote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki kutusamehe dhambi zetu na kutusafisha kwa udhalimu wetu wote. Huyo ni nani anayezungumziwa hapa? Ni Yesu Kristo. Hakika hakuna dhambi yoyote ile ambayo tukiungama ishindwe kusamehewa kwa Yesu Kristo. Ama hakuna dhambi kubwa kiasi gani ambayo damu ya Yesu haiwezi kusamehe. Pengine unajiuliza, kile ambacho nilikifanya, nimemuua mtu, nimezini, nimeiba, nimesema uongo, nimeharibu maisha ya mtu fulani, je, naweza kusamehewa kweli? Somo na jibu kwa lile swali ni katika somo la leo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwenye siku ya kwanza mwandishi anatoa kisa kia mtu mmoja ambaye juma lake lilikuwa na msongo mwingi sana. Alikuwa akifanya kazi nyingi, amesongwa kiasi ya kwamba siku ya Sabato ambayo alitakiwa kupumzika, akajikuta asubuhi mapema anapoamka anajikuta kumbe jumba ambalo alikuwa ndani yake lilikuwa halijakaa sawa. Akasema, nilisafishe kabisa. Chakula kilikuwa kijakuwa sawa, kijakuwa tayari niandae. Hata nguo ambayo mume wake angalivaa ilikuwa haijapikwa pasi. Ni harakishe. Lakini baada ya dakika chache ama saa fulani akaanza kunongoneza. Kitu kamgonga akilini, akasema, leo si ni Sabato, siku nayoipenda zaidi kuliko nyingine yoyote. Hata hivyo niko hapa nikifanya kazi hizi zote na kuruhusu mambo haya kunikengeusha kutoka kwa kile ambacho Sabato inahusu, hasa kumkaribia Mungu. Siku ya Sabato natakiwa kumkaribia Mungu, lakini nimefanya dhambi. Akahuzunika sana tena sana. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, lengo la kisa hiki sio kutuambia nini kinatakiwa kufanya siku ya Sabato na kile ambacho hakitakiwi kufanyika, bali ni ukumbusho wa kwa nini ni muhimu kwetu kutambua mambo ambayo yanadhoofisha au kuharibu uhusiano wetu na Mungu. Ni nini katika maisha yako ambacho kinaweza kuharibu uhusiano wako na Mungu? Unatakiwa kufikiria na kukitambua. Mara unapokifikiria na ukitambua, itakuwa ni kitu kizuri kabisa. Kwa hivi mioyo yetu inaposikia maumivu ya dhambi na kutengwa, na tunapomwita Yesu, yuko karibu sana. Kwa hivi ikiwa unajutia, unahuzunika kwa kile kibaya ambacho umekifanya, ni mojawapo wa njia ya wokovu. Tunapozungumzia toba na msamaha, kutubu, kwa kweli utakuja kuona katika somo, lakini unatakiwa kuwa ujutie kile ambacho umekifanya na uamue kutokifanya tena. Kwa hivi kila mara tunapohuzunika kwa ajili ya kile tulichokifanya kibaya, tukijia kwa Yesu Kristo, kuwa anatusamehe. Siku ya pili tunazungumzia misukumo ya Roho Mtakatifu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mara nyingi inaweza kuwa imekufikia
Au mume na mke wameishi katika juma mzima, lakini siku ya maandalio ikifika unasema mbona nilimkosea mke wangu ama mume wangu, nimuombe pengine msamaha. Lakini kwa wakati mojelea kunakuwa mwingine sauti na kuambia usiombe msamaha. Hiyo sauti inayonongoneza kwa upole kikwambia fanya kizuri, omba msamaha, tubu, ama ulichokifanya ni kibaya, huwa ni sauti ya Roho Mtakatifu. Mara nyingi ni rahisi sana kugeuka kutoka kwa hisia ya majuto hadi kuhalalisha mawazo ya matendo yetu. Kuna mara nyingine tunaregrete kwa kile ambacho tulikifanya, lakini wakati mwingine tunajipatia rezo hata kile nilifanya hakikuwa kikubwa sana, hakiwezi kumfanya mpaka akasirike kiasi hiki. Anyway, alikuwa anastahili kwa sababu ni ndiye akanichokoza. Mpendwa, ndivyo ilivyo pia kwetu na Mungu. Roho Mtakatifu mara nyingi huchochea fikra zetu kutambua dhambi tunazozifanya. Mioyo yetu inaguswa kwa sababu ya misukumo hii, lakini inaweza kuwa rahisi kuisukumia mbali sauti hiyo tulivu ndogo tunapojaribu kuhalalisha kwa nini tulitenda kwa njia fulani. Moja ya majukumu ya Roho Mtakatifu ni kwamba atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mara ukifanya dhambi, sauti ikija kuambia kile ambacho umekifanya ni kibaya, kuwa tayari kusikia hiyo sauti. Usitafute kujustify kile ambacho umekifanya. Hapo utakuwa unamnyamazisha Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu anakuambia kile unachokifanya si kizuri, hivyo unatakiwa kukiacha na kufuata njia nzuri. Dada White anasema mara nyingi tunahuzunika kwa sababu ya matendo yetu maovu yanaleta matokeo yasiyopendeza kwetu wenyewe. Lakini hii sio toba. Huzuni ya kweli kwa ajili ya dhambi ni matokeo ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Mara nyingi tunaogopa dhambi kwa sababu ya madhara yake. Naogopa kuzini ili nishishikwe na magonjwa ya zinaa ama mimba au vitu kama na vile. Lakini sio kile ambacho Mungu anataka kwetu. Tuogope kibaya kwa sababu ni dhambi, sio kwa sababu ya madhara yake. Ukweli ni kwamba hatuwezi kukomaa katika uhusiano wetu na Mungu wakati dhambi iliyochaguliwa na kuhifadhiwa moyoni inasimama kati yetu na yeye. Hatuwezi kuwa wakamilifu, lakini tunaweza na tunapaswa kutubu dhambi zetu wakati Roho Mtakatifu anapozileta katika akili yetu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akionyesha hali yako, usitafute kujustify. Ukimwona mtu anakuambia aseme, "Pastor, wewe mzuri lakini una kiburi." Kama uliniona nikizungumza hivi sio kwamba ni kiburi, ni hiki na hiki. Ukiambiwa kitu fulani, omba Mungu akusamehe na uwe tayari kuacha hiyo njia mbaya ukimfuata Yesu, kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ni kutuonyesha hali yetu ya dhambi. Sio kwamba anatuonyesha hali ya dhambi ili tufe, anatuonyesha hiyo hali ya dhambi ili kwamba tuhitaji msamaha, tuhitaji wokovu tunaupata kwa Yesu Kristo. Shetani pia pale anatumika. Mara nyingi anaweza kukufanya uhuzunike kwa ajili ya hiyo dhambi kiasi ya kwamba hata unasema mimi sistahili. Hata wakati ya meza ya Bwana, nilifanya dhambi sitakula. Ama wanakuambia uombe, nilifanya dhambi sitaomba. Huyo ni shetani ambaye anapokuonyesha dhambi yako unasikitika na unakataa hata kuomba msamaha kwa Yesu Kristo. Kinyume na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikuonyesha hali ya dhambi yako, anakuonyesha katika malengo ya kusema acha sasa na uamue kumfuata Yesu Kristo. Hata hiyo ndio maana ya toba ya kweli. Toba ya kweli ni maumivu ya kweli kwa ajili ya dhambi zetu. Unasikia maumivu, unajuta, unasikitika kwa ajili ya hiyo dhambi uliyoifanya, na baadaye sasa kitu cha pili ni kwamba unatoa uamuzi wa dhati kuiacha dhambi. Umesikitika kwa kile ulichokifanya, lakini unaamua, unasema kuanza leo, Yesu, nataka nisifanye hiyo dhambi kupitia nguvu yako. Kwa sababu neema ya Yesu Kristo ni kubwa. Mahali panapokuwa dhambi kutele na neema yake inakuwa tele. Nasema là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Kwa hivi neema ya Yesu Kristo kabisa ni kubwa. Hivi tusikae mbali na msalaba, tukimtazama Mungu kwa mbali. Hebu tumkimbilie Yesu na tubadilishe dhambi zetu na mizigo yetu kwa haki yake. Kumbuka fungu ambalo nisema libaki katika kichwa yako. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki kutusamehe. Sio tu anatusamehe, pia anatusafisha kwa udhalimu wetu wote. Kwa hivi mzigo wa dhambi zozote unazokuwa nazo zile katika mawazo yako, katika maisha yako, njoo kwa Yesu, kwa sababu yeye amekufa kwa ajili yako. Atakuvika kanzu safi ya haki yake na anachukua dhambi zako. Ukikumbuka kwenye kitabu kile cha Hosea sura ya 6, mahali ambapo anazungumzia mke wa Hosea ambaye alikuwa akienda kirudi, hapo Mungu akionyesha hali ya Israeli ambayo inaweza kuwa pia yetu leo. Tumeenda mbali na Yesu lakini bado anaendelea kutusamehe. Tusichoke kuja kwa Yesu Kristo.
tusichoke kabisa. Hapo sijasema kwamba ninakuencourage na kupatia kuraji na kuanguraje kufanya dhambi. Hapana, dhambi tunatakiwa kuiacha, lakini mahali ambapo umeshtuka umeingia kwenye dhambi, unatakiwa kukumbuka, na Roho Mtakatifu akikukumbusha hali yako ya dhambi, ungama, juta, sikitika kwa kile ambacho utakuwa umekifanya, na amua sasa kufuata kile ambacho Yesu atakuwa amekuambia. Yesu Kristo atakuvika kanzu yake mweupe. Nafurahia kisa kile ambacho kinakuwa kwenye kile kitabu cha Mathayo 6:19. Hata Mathayo mahali ambapo anazungumzia kisa kia harusi ya ufalme wa Mungu, ambacho ni kama mtu aliyekuwa na harusi akawaita watu, kukawa mtu ambaye aliingia bila nguo ya harusi. Kwa hivyo alikuwa anajua nguo ambayo inahitajika, na Yesu akamuita rafiki. Kwa hivyo kuna watu ambao wanajua kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kujistahilisha. Hata Adamu na Hawa walipofanya dhambi wakajivika mavazi ya majani, lakini uchi wao bado ukaendelea kuonekana. Ilibidi tu Yesu Kristo amchinje kondoo na awavike mavazi ya kondoo ili kwamba dhambi yao isionekane. Nataka kusema kwa maneno mengine ya kwamba hakuna kitu chochote kile ambacho mimi ama wewe tunaweza kukifanya ili kwamba tustahilishe machoni pa Mungu. Tunatakiwa kutambua tu, kujutia dhambi tuliyoifanya na kuamua kuiacha toka moyoni, na Yesu yuko tayari kutuvika kanzu nyeupe ambayo ni ya thamani. Kwa hivi jinsi wanavyotuona mavazi, wanasema hii ni ya bei chini, hii ni ya bei kali. Kile atakachotuliza Mungu sio utajiri tuliokuwa nao hapa duniani, sio nilisoma PhD ngapi. Ataniuliza karakteri yangu, tabia yangu. Kwa hivi natakiwa kuvaa kanzu ya Yesu Kristo ambayo ni ya haki yake. Je, ni kusudi lako ili kwamba tangu leo upate kutubu ili upate msamaha, ukijua ya kwamba hakuna dhambi ambayo unaweza kuombea kutubu na isipate msamaha? Ikiwa ni kusudi lako, basi nitakuomba mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kufikiria ni siku gani Roho wa Mungu alikuonyesha hali yako fulani ambayo haimpendezi Mungu. Hata leo fikiria, omba Roho Mtakatifu akuonyeshe nini hakiendeki katika maisha yako, katika uhusiano wako na Mungu. Hiyo dhambi, baada ya yeye kukuonyesha, jutia, sikitika na uungame toka moyoni. Yesu atakusamehe. Mungu akubariki. Asante Yesu Kristo, kwani wewe ni mwema. Somo hili limetugusa kweli. Tubariki, tupate kuliishi, tufurahie amani ambayo tunapata katika msamaha unaotolea katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa, ukiwa na swali ama changamoto yote, unaweza kuitoa kwenye comment ama kwenye namba yetu ya simu. Lakini pia ili nihakikisha kwamba kila mara tunaposoma tunakuwa pamoja na wewe, nitakutolea kaswali tu ambako utajibia kwenye comment, na itakuwa ni kitu vizuri zaidi. Swali la kwanza, unawezaje kueleza zawadi ya thamani ya vazi la haki ya Kristo kwa asiye Mkristo au muumini mpya? Tunapozungumzia vazi ya thamani, unaweza kuielewesha yule ambaye si Mkristo ama ni muumini mpya namna gani? Weka jibu kwenye comment.